وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار. Tunaendelea na darasa yetu ya kitabu Adabu Zafaf fi Sunnati al-Mutahhara ila Allama al-Albani rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a. Na darsa iliyomalizika tulifikia katika kurasa 119 katika sehemu inayosema كما قال ابن تيمية وابن كثير ولكن ذلك كله ما أغنى شيئا بعض هؤلاء المتشبهين بهم لهوا في نفوسهم أعاذنا الله منه وانظروا الغاية. hapo ndipo ambapo tulipokuwa tumefika na leo tunaondokea wa karibu min hadha at-tafriq ba'dhum baina rasmi bil yad wa baina taswir ash-shamsi wa karibu min hadha, na ilikuwa karibu kutokana na jambo hili, ilikuwa karibu kutokana na jambo hili tafriq ba'dhum, ni kufarikisha baadhi yao, tafriq ba'dhum ni kufarikisha baadhi yao baina ar-rasmi bil yad, kutokana na kuchora kwa mkono, wa baina taswiri shamsi, na baina ya kufanya taswiri kwa ile moving camera, au kwamba kwa tunasema ile tunaita kamera, bizami, kwa kujigamba annahu laysa min amali al-insan, kwamba sio katika matendo ya mwanadamu, walaysa min amalihi fihi illa imsaku dhilli faqat, na hakuna katika kitendo chake ndani yake isipokuwa ni kuzuia kivuli tu. Kadha zaamu, namna kama hivyo anasema Sheikh Al-Albani wamejigamba. Amma dhalika aljahdu aljibar, anasema ama kupinga huko ambako kulikokuwa kubwa, alladhi ambako sarafahu almukhtari' lihadhi ala, ambako kumebadilisha yule ambaye alikuwa ametengeneza au alikuwa amezusha ala hizi, yani zile ala za kupiga picha, hata istataa au yusawwira fi lahdha ma la yastati'uhu dunaha fi sa'ati, nasema mpaka akaweza kufanya taswiri katika muda mchache sana, muda ambao ulikuwa mfupi sana, mambo ambayo alikuwa hayawezi kinyume na muda huo katika saa nyingi sana. Anasema falaysa min amali al-insan an haulai, anasema kwamba hilo analihesabu kwamba si katika matendo ya mwanadamu kutokana na hawa kauli yao wanaosema. Wakadhalika tawjihu al-musawwir lil-ala wa tasdidiha nahwa al-hadaf al-murad taswirahu, anasema na vile vile kuelekeza al-musawwir, yule ambaye alikuwa musawwir, mwenye kufanya taswiri, mwenye kupiga picha lilala, kuelekeza ile ala, zana ile ya kupigia picha, watasdidiha, na kuidhibiti, maana yake kuiweka imara, nahwa alhadafi, katika ule upande wa lile lengo,
nahwa alhadaf, katika ule upande wal lengo almurad, lengo ambalo lilikuwa linakusudiwa, taswirahu, yani kufanywa nini, kupigwa picha, kwamba mimi nakusudia labda kupiga picha kitu fulani. Kwa hiyo anaiondosha picha labda aliye katika sehemu, anaelekeza pale katika lengo ambalo yeye amekusudia kwamba kufanya nini, kupiga picha. Anasema kubaili dhalik, na kabla ya hapo. Wa kubaili dhalika ismu tasghir, wa kubaili dhalik, na kabla ya hapo, manake muda mdogo kabla ya kuelekeza huko, tarkibu ma yusammunahu, kupangilizia kile ambacho wanachokiita wao bil filam, kupangilizia zile filamu, kwamba hapa filamu hii nichukue katika kiwango fulani au katika angle fulani au katika hali fulani. Thumma baada dhalika, kisha baada hapo, tahmiduhu, manake idharuhu, tahmiduhu bimaana idharuhu, kudhihirisha ma yahtawihi min as-suwar, yale ambayo atakayokusanya katika yale ambayo anakusanya katika zile sura, biwasitatil alat, kwa kupitia zile zana zake zile. Kwa maana sasa hapo anaweka zana zake ambazo anakusudia kwamba hapa mimi nitadesign picha hii katika mfumo fulani. Yani shekhe anaelezea namna vile ambavyo watu wanavyochukua picha, kwa maana anaweka taratibu maalum, program maalum na vitendo maalum, kisha anasema kwamba hawa si katika mkono wa mwanadamu. Wa ghairu dhalik, yani tahmidhu bimaana idhhar ma yahtawihi min suwar biwasitati alati, ndio maana ya tahmidh, maana yake kudhihirisha ma, yale ambayo yahtawihi, yanokusanywa, min suwar, kupitia ile sura, biwasitati alati, kwa kupitia msaada wa zile zana ambazo zinazochukua zile picha. Wa ghairu dhalika, na mengineyo, mimma la aarifuhu, na mengineyo katika yale ambayo nilikuwa mimi siyatambui. Fahadha aidan laysa min al-insan, min amali al-insan inda ulaika aidan, na hili vile vile si katika kitendo cha mwanadamu mbele ya watu hao vile vile, au vipi? Waqad tawalla bayanu kaifa yatimu taswir ash-shamsi al-ustadh, na kwa hakika ametawalia ubainifu, waqad tawalla bayana, kwa hakika ametawalia, manake kueleza kidipu ubainifu namna inavyotimia taswiri shamsi, taswiri ile ambayo ya kufoto, ile ya kupiga pap picha ikafanya nini, ikapatikana. Anasema al-ustadh Abul Wafa Darwish, somo hivyo Darwish, na tulisema al-ustadh ni cheo, al-ustadh ni cheo. Hapo ukisikia utasema atakuwa huyu mwalimu wa madrasa au itakuwa labda ni, lakini kwamba ni profesa, ni cheo ambacho cha profesa. Kwa hiyo hapo anampa cheo chake al-ustadh, kwa maana ni profesa. Simefahamu, si kwa maana ustadh ufahamu kwamba ile ustadh unafahamu wewe katika miji yako, kwamba ustadh Kombo, ustadh Juma, si mnaitana hivyo. Lakini sasa ustadhi ile ni ustadhi ya Kiswahili ambayo nyinyi mmezoeana kuitana, lakini si ustadhi ile ambayo tunakusudia hapa katika kitabu. Ustadhi tunakusudia hapo ni profesa, maana yake huyu mtu amesoma degree ya mwanzo, amesoma degree ya pili, amesoma degree ya tatu, amepata cheo hicho sasa cha nini, cha profesa. Kasomea ngazi nyingine akafikia profesa. Na wengineo wakifika doktora wanatunukiwa nini ya profesa, kwa sababu labda kusomesha sana na kadha na vitu kama hivyo, na kwa sababu uwezo huo wako nao. Lakini mara nyingi inakuwa kuna bahthi fulani ukifanya, ushafikia hapo, ukifanya bahthi fulani tayari unakuwa kwamba umefikia kwa ambacho hicho. Hicho ni cheo, anampa cheo chake. Fi raddihi, juu ya kumradi kwake, ala fadilatu Sheikh Muhammad ibn Ibrahim al-Mufti Diyari as-Saudia, juu ya kumradi Sheikh Muhammad ibn Ibrahim Mufti Diyari Saudia, mufti wa miji ya Saudia katika zama hizo, katika saifa 43 mpaka 45. Wa khulasatuhu, na ufupisho wake, annahu la budda lilmusawwir, kwamba panabudi kwa yule ambaye mwenye kufanya taswiri, min an yati bi 11 naw'an min al-af'al, kwamba lazima kwamba aje na moja, yani aje na vitendo 11 katika aina ya vitendo.
hatta tukhlaqa sura, ili hatta tukhlaqa sura, ili iundwe ile sura, manake ili tengenezwe ile sura. Wama hadha kulli, pamoja na haya yote, fal ustadh almadhkur alalim bihadhi alanwa, anasema na ustadhi ambaye alikuwa ametajwa hapo, alalim juzi bihadhi alanwa, wa kujua aina hizi, yakulu duna ayi taraddud, anasema pasi na shaka yote, inna hadhihi sura laysat min amali al-insan, kwamba hii sura si katika tendo la mwanadamu. Kwa hiyo na yeye pia akaenda katika jambo hilo. Wa thamaratu hadha at-tafriq indahum, na tunda la kufarikisha huku ambako kunakopatikana kwa wao mbele yao, annahu yajuzu ta'liqi sura rajulin mathalan, kwamba inajuzu kuninginiza sura ya mtu, kwa mfano fil baiti, katika nyumba, idha kanati almusawwara bitaswiri shamsi, itakapokuwa kwamba imetaswiriwa, imepigwa kwa nini, kwa kile chombo cha kufoto kile. Wala yajuzu dhalika, wala haijuzu hivyo, idha kanat musawwara bilyadi, itakapokuwa kwamba imesawiriwa kwa nini, kwa mkono, kwa maana ikachorwa kwa mkono. Walau anna musawwiran suwara hadhihi sura alyadawiyya, na lau kwamba huyu kwamba mwenye kusawiri sura hizi za mkono bialati wa zana, jaza ta'liquha aidan indahum, walau anna musawwara, isomo hivyo musawwir, yani lau kwamba pata pigwa zile suara hizi, sura pata sawirishwa hizi sura, kwa maana zitafotolewa hizi sura, hadhi suwari aliyadawia, yani sura hizi za mkono biala, kwa chombo, jaza ta'liquha, wanasema kwamba itajuzu kufanya nini, kuninginiza kwake, aidha vile vile indahum, kwa wao. Fahal ra'aita ayuha alqari jumuda ala dhawahir an-nusus, je, umeona ewe msomaji ugumu na uzito juu ya wazi wa dalili ambazo zilikuwa zimekuja, mithla hadha aljumud, mfano wa ugumu huu ambao wanauleta hawa watu. Anasema ama ana falam ara lahu mathalan, anasema mimi sijaona, ama kuhusiana na mimi anasema sijaona kwa mfano, illa jumuda baadhi ahli dhahir qadiman, isipokuwa ugumu wa baadhi ya watu ambao wadhahiria walikuwa zamani kabisa. mithla qawli ahdihim, mfano wa kauli yao mmoja wao, fi hadithi, katika hadithi, naha Rasulullah, amekataza mjumbe wa Allah sallallahu alaihi wasallam, anil bauli fil ma'i rakid, katika yani kukojoa katika maji ambayo yalikuwa yametuama. Tumefahamu, katika maji ambayo yalikuwa yametuama. Qala, akasema mmoja wao katika hawa, anasema falmanhiyu anhu huwa alma'u fil ma'i almubashara, anasema falmanhiyu anhu huwa albaulu fil ma'i almubashara, sema lilikuwa limekatazwa kuhusiana na hadithi hiyo ni kukojoa katika maji moja kwa moja. Amma law bala fi ina'in, sikilizeni ugumu anasema laona yeye, amma lau kwamba atakojoa mtu fi ina'in, katika chombo, thumma araqahu fil ma'i, kisha akamkojoa kwa kumimina katika maji, hadha laysa manhiyan anhu, basi jambo hili si lenye kukatazwa. Simefahamu yani anasema kilichokatazwa kama mtu akatoa bomba yake akakojoa moja kwa moja direct katika maji yaliotuama. Simefahamu, anasema hili ndio lilo limekatazwa. Lakini labda wewe usingizi unakushika, ukawa una kichupa chako ukakojoa, kisha asubuhi kuna bwawa pale, ukachukua mkojo wako kwenye chupa kwenda kumwaga pale, basi hilo si hajakatazwa. Sema huu ndio ugumu naona mimi kadiman katika watu wa madhehebu dhahiria, katika baadhi yao sote. Simefahamu, yaqulu hadha ma anna tarwith alma'i hasil bitariqain, anasema haya pamoja na kwamba kuharibu maji yanapatikana katika njia mbili, walakinna jumudahu ala an-nas manahu, lakini ule ugumu wake juu ya nas ni kuzuia, maana min fahmi al-ghaya min an-nas, ni kuzuia, ni kule kuzuia kwake kutokana na kufahamu lile lengo katika dalili. Maana yeye alimradi alipinge lile lengo katika dalili, kwa sababu kimechotekana kwamba ni mtu kuyaharibu maji, amekatazo limekuja kwa sababu ukitia mkojo maji unaharibu. Simefahamu, lakini watu wanaleta ugumu katika kuondosha lile lengo. Kadhalika haulaya almubihun, na vile vile anasema hawa ambao wenye kuhalalisha ni taswiri shamsi,
kuhalalisha photography zile, jamadu ala tariqati at-taswir, wamefanya ugumu wakalifanya jambo zito katika njia ya kuleta taswir, allati kanat ma'rufatan fi ahdi an-nabi, ambalo lilikuwa maarufu katika zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam, fi ahdi nahyi anhu, katika zile zama za likatazo ambalo lilipokelewa kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Walam yalhaqu biha hadhihi at-tariqa al-jadida, na wala ikawao hawajaliingiza, kwa maana hawajakutanisha na hii njia ambayo ilikuwa mpya, min at-taswir, katika ile taswiri shamsi, katika ile taswiri ya nini, ya jua. Ma annaha taswiri lughatan wa shar'an wa atharan, pamoja na kwamba hiyo kilugha inaitwa taswir na shar'an inaitwa taswir, wa atharan, na kimapokezi vile vile inaitwa nini, taswir, wa dhararan, na kiulazima vile vile inaitwa nini, taswir. Kama yatabayanu dhalika bitaammul, kama linavyobanika hilo kwa mazingatio, fi thamarati at-tafriq al-madhkuri anifan, katika ile tunda ambalo la kufarikisha ambako kwa kumetajwa hivi punde. Laqad qultu li ahlihim mundu sinin, na kwa hakika mimi nilisema li ahlihim, kumwambia mmoja wao, mundu sinin, muda mrefu kabisa, yalzamukum ala hadha an tubihu al-asnama, inakulazimuni nyinyi juu ya jambo hili, an tubihu al-asnama, kuhalalisha masanamu, allati, masanamu ambayo la tunhatu nahtan, ambayo hajachongwa kwa mchongo ambao kwa mtu kupitisha mkono, hajachongwa kwa mchongo ambao wa mtu kupitisha mkono, labda aka design fulani katika yale masanamu. Yakoje masanamu? Wa inma bidhakhti ala zir, wa inma bidhakhti ala zir, na kwa hakika kwa kubana ule mwangaza katika tundu au katika sehemu nduchu hivi, huibana katika sehemu nduchu hivi, al-kahrabai, ya kiumeme au ya kimwangaza wa umeme, ambapo kwamba kuna tundu, mwangaza wote unabanwa katika tundu hiyo, maana kuna mwangaza mkubwa, akesha sasa ile mwangaza unabanwa katika tundu ndogo, ukitokeza upande wa pili unatoa picha, viumbe. Hata nyinyi pia mnazo, watoto zamani walikuwa nazo, vidude vikiangalia unaona picha zile, umefahamu? Ni design ambayo ya kudesign vitu ambavyo vilikuwa vipo, umefahamu? Anasema wa inma bidhakhti, isipokuwa kwa kubana, ala zir, yani kwa kuzuia, maana katika ile tundu, na zir ni kitu kalhabba, kama vile nafaka manake moja, ambayo tundu ambayo kama iko mfumo wa nafaka fulani ndogo hivi, ambapo hapo panaingia mwangaza, unaingizwa mwangaza, akesha ukitoka kwa kubanwa, lakini kwamba mwangaza unabanwa, akesha ukitoka sehemu ya pili unatoka katika hali ambayo ilikuwa inaleta picha fulani. Wale ambao sekula zaidi watakuwa wanafahamu, lakini walikuwa sekula sana wanaweza kufahamu kwa maelezo. Hata katika nini sasa hivi imewezekana kwa maendeleo yamekuja, pigwa mwangaza katika ukuta, akisha kuna maandishi yanakuja, nyinyi mnaangalia kule, yeye mtu anakusomea kwa kompyuta yake. Simuelewa? Mshakuona hivyo wapi? Sasa kuna ukuta maalum, yani hata huu unaweza kaa nini hapo kwa nini, yeye akapiga mwangaza, ule mwangaza unakuwa umefinywa katika vyombo mle ndani, na kisha kutoka, manake unatoka na yale maandishi unachukua unakwenda kupiga pale. Sasa kama ni picha inakwenda kupiga pale picha. Tumefahamu? Ndo hivyo ambavyo vitu ambavyo nakusudiwa hapo. Anasema al-mawsulu, ambayo yenye kupatikana venye kufikishwa bialatin khassa, kwa vyombo maalum, tasduru asharati al-asnam, yani panapatikana makumi ya mapicha, yani wale masanamu fi daqaiq, katika zile dakika, kama huwa maarufu binisba, kama ambavyo ilikuwa maarufu kwa mnasaba lilu'ab al-atfal, kwa mnasaba vile vitu vya kuchezea watoto, wanahwiha, na mfano wake, min tamathili alhayawanat, katika yale masanamu ya watoto wa kuchezea, maana katika toys zile za kuchezea watoto. Fama taqulu fi hadha, basi unasemaje kuhusiana jambo hili? Bila shaka tulifahamu hilo, anakusudia fabuhita, basi mtu tena akashiwa na hoja, akawa kwamba amepigwa na mshangao kwa kushindwa kuleta hoja. Ndio maana fabuhita, maana yake kwamba duhisha, amefanya nini? Amepigwa na mshangao kwa kushindwa hoja, lakini kwa maana hana la kusema.
wa min al-gharib, na katika jambo ambalo kwa geni, anna haulai dhahirina, kwamba hawa watu ambao dhahirina, ambao walikuwa dhahiria hao almuhdithina fi ghaflati min dhahiriyatihim somoja, ambao wao wenye kuzusha katika ile ghafla ya ule udhahiri wao, ila darajati anna ba'dahum, kwamba wamefikia katika daraja ya kwamba baadhi yao wasafahum wa mwasifu biqaulihi, kwa kauli yao au kwa kauli yake anasema wa ulaika humul ladhina fahimu an-nass ala haqiqatihi, manake wakaeleza maelezo yao kisha baadaye akaja na maelezo hayo. Anasema min al-gharib, na katika jambo lilikuwa geni, anna haulai dhahirina, isisoma al-muhdithina bali soma al-muhaddithin fi ghaflati, ambao wenye kuzungumza katika ule mughafala min dhahiriyatihim, kutokana na ile dhahiri yao, ila daraja tumefikia katika daraja anna ba'dhum, kwamba mmoja wao, manake baadhi yao, manake mmoja wao, wasafahum, amwasifu watu hao biqauli, kwa kauli yake, wa ulaika humul ladhina, na hao ndo ambao fahimu an-nass ala haqiqati, wamefahamu dalili juu ya nini, juu ya uhakika wake. Waqad ana lilqari al-labib, na kwa hakika pemekurubia au pemefika kwa msomaji ambaye al-labib, mwenye akili, an yatabayana, kubainikiwa, manhum ulaika, nani hao ambao wanakusudiwa kwamba wao wamefahamu dalili katika hakikati. Fa'tabiru ya ulil absar, basi zindukeni enyi watu ambao wenye macho, wenye macho na wenye kufahamu mambo. Wa qabla an unhi hadhihi alkalima, anasema Sheikh Al-Albani, na kabla sijamaliza mimi maneno haya, la yaftuni, hainipiti mimi, an ulaffita an-nadhara, kugeuza mtazamo, ila annana, kupeleka ya kwamba sisi, wa in kunna nadhhabu ila tahrim at-taswiri binawaihi, kwamba tunakwenda katika msimamo wa kuharamisha kupiga picha kwa aina zake, jazimina bidhalika, tena wenye kukata kauli kwa jambo hilo. Kwa hiyo msimamo wa Sheikh Al-Albani, picha ni haramu kwa aina zake zote. Sikimefahamu? Picha ni haramu kwa aina zake zote. Fa innana, lakini akatoa kauli, fa innana, kwa hakika sisi, la nara mani'an, hatuoni kwamba kuna kizuizi, la nara mani'an, hatuoni kwamba kuna kizuizi, min taswiri, kupiga picha, ma fihi faida, katika jambo ambalo ndani yake kuna faida, mutahaqqaqa, ambayo faida hiyo imethibitishwa. Hatuoni kwamba kuna kizuizi, maana yake hakuna ubaya. Simefahamu? Kuchukuliwa taswir, kitu ambacho kwamba tunajua kwamba hicho ndani yake kuna ubaya, duna an yaktarina biha dharar, pasi na kuambatana na madhara, pasi na kuambatana nini, na madhara, duna an yaktarina biha dharar ma, pasi na kuambatana na madhara fulani, yani kama hakuna madhara fulani. Umeelewa? Wala tatayassaru hadhihi alfaida, wala haiwepesiki kapatikana faida hii, bitariqi aslihi mubah, kwa njia ya asili ambayo ilikuwa mubah, kwa njia ya asili ambayo ilikuwa mubah. Kwa hiyo wakasema kwamba basi itafaa kuchukuliwa picha au kupigwa nini, moving camera. Kwa hiyo hata Sheikh Al-Albani pia ameharamisha mambo ya taswiri, lakini kama jambo kuna faida, hakuna ubaya. Ndio maana maulama wengine wakenda katika msimamo wa kusema kwamba moving camera inafaa. Sijimefahamu? Na ndio maana sisi tunasema kwamba usimwadhibishe mtu kwa sababu ya moving camera. Sema wale jamaa chukua moving camera wale, najipa uzito, tunahususa hizo zama ambazo tumezikwenda nazo. Najipa uzito, mnajipa shida, akesha pia kwamba ionekane kama ndio usalafi huo. Wakati kwamba kuna maulama wengi ahli sunna wal jamaa, tena mu'tamada, wanategemewa kina Sheikh Fauzani wanachukuliwa kwa moving camera, kina Sheikh Suleiman Ruhaili, wengine wako waizibisha wakasema kwamba usalafi wao ni feki kwa sababu wanachukuliwa moving camera, kina Sheikh Fauzani, kina Sheikh Abdul Razaki, na maulama wengi sana wa sunna jamaa, bali mufti al-Madina Saleh Suhaimi, wote wanachukuliwa kwa moving camera, bali Abdullah al-Bukhari, Sheikh Abdullah al-Bukhari, na sasa hivi ndio katika watu ambao wanategemewa zaidi baada ya kufa Sheikh Rabi.
Kenda katika nini? Chungu zima unakuta kwamba anachukuliwa kwa moving camera. Sasa huku tu Tanzania kuna balaa. Kesha inafanywa kwamba msimamo ndo wa masalafi wote. Inawezekana kwa pengine masalafi wamealikwa sehemu yani kwamba baadhi yao kwa kufanya tashdidi wanafanya shida sana katika msimamo huo. Jambo ambalo si sawa. Kama wewe ni salafi msimamo wako huo, baki na wewe. Simefahamu? Kama msimamo wako wewe huo, baki na wewe. Na wengineo watabakia na msimamo wao wengine. Lakini isifanywe kwamba huu ndio msingi wa kumtoa mtu katika manhaji au wa kumtoa mtu katika misingi ambayo ya da'wa salafia. Da'wa salafia ina misingi yake ambayo kila Muislamu au kila salafi anatakana aifahamu misingi hiyo. Ndio maana watu wengine wakaona wakakataa kufuata usalafi kwa sababu wale bana moving. Sawa, wewe baki nayo moving camera, lakini fuata misingi ya da'wa salafia aliyoasisi bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo usifahamike kwamba usalafi kwamba masalafu wanapinga kamera, wengine misimamo yao haiko katika upande huo. Simefahamu? Na maulama hao wapo, na ndio masala ya kifiki, na ndio masala ambayo inatakana kwamba watu wafahamu hivyo. Akisha leo unakuta hawa wanaopinga kwenye simu zao kumejaa makorokoro. Simefahamu? Sasa wewe salafu wa sampuli gani ambao unasema kwamba hili halifai, akisha kwenye simu yako kumejaa makorokoro ya mapicha chungu nzima? Sasa sio mnafiki yani. Simefahamu? Sio mnafiki, maana ukikataa kitu ikatae bikullia chote. Ukisema kwamba hichi ni haramu hakifai. Haya unaletewa picha wewe, unaletewa video kamera. Tazama shekhe alipozungumza. Wewe ushajua ile haramu, usiangalie. Mbona unaangalia kesho unaradi? Simefahamu? Sasa ni vitu ambavyo kwamba watu wanatakana wavifahamu katika mweko wake. Wavielewe katika mweko wake. Sasa kama watu nini yao ni wao, simefahamu? Sasa mimi nilipokuwa nazungumza sasa, mbona sasa umebadilika? Mimi msimamo wangu tangu asili kabisa. Yaani huu ni msimamo wangu tangu asili kabisa. Yaani kwamba kwa miji tunakwenda nayo na zama tunakwenda nazo, huwezi ukalizuia jambo hili. Kama hujakupata sehemu fulani utakupata sehemu fulani. Si mmoja akasema, basi weka ukichukuliwa kwenye darasa uweke. Naambia ndo nipo katika kujipanga, nitaweka. Simefahamu? Nitaweka. Kwa sababu na dini ya Allah ni nyepesi sana, na misingi ya da'wa salafia inafahamika. Na kuna watu waliokufurisha baadhi ya maulama kwa sababu ya taswiri. Ni uhajawira ambao watu walikuwa nao. Ni uhajawira ambao watu walikuwa nao. Hata mambo ya taasisi mwanzo watu walikuwa wanapinga na kadha na vitu kama hivyo na nini. Lakini kwamba ni mambo ambayo si sawa. Mtu atakana kwamba elimu ndio ikuongoze katika masala tofauti ya kielimu. Sasa uhajawira ambao watu walikuwa nao ndio ambao wameufanya kwamba ni nini? Ndio da'wa salafia. Da'wa salafia ina misingi yake. Na ndio maana unakuta maulama wa Saudia wale katika kitu ambacho hawana uzito nacho kabisa kitu hicho. Hana uzito nacho hicho. Ikiwa mtu msimamo wake anabaki na msimamo wake. Huyu msimamo wake ni huu. Lakini wewe kama wewe ni salafi msimamo wako huo, sema mimi jamani sichukuliwe kwa moving camera. Lakini usiwasemee masalafi wote waliokuwa labda wamehudhuria pale. Simefahamu? Wamehudhuria pale ukafanya kwamba na masalafi wote kwamba msimamo uliokuwa na wewe ndio ukafanya msimamo wa wale. Ndio jambo sila sawa. Simeelewa? Kwa wewe unaitakidi kwamba jambo hili upata dhambi, jiepushe nalo. Lakini mwingine haitakidi hivyo, anatakidi katika chombo cha watu kwamba kuwafikishia faida tu. Na ndio maana hata maulama wakuwakuta wanapozungumza hata masala ya tasbihi ni tasbihi. Mimi kuzungumza hivi tasbihi ile tasbihi. Maulama wengine wanasema kwamba bid'a. Sheikh Al-Albani anasema ni bid'a, lakini maulama wengine wanasema ni jaiz ikikusanya sharti zake. Sheikh Ibn Uthaymeen anasema ni jaiz, Sheikh Ibn Baz anasema ni jaiz, Sheikh Suleiman Ruhaili anasema ni jaiz. Yaani kwamba lakini kwa shuruti. Sasa masala ya elimu ndio nataka niendeshwe hivyo. Zamani Ansar Sunna kiona mtasbihi na achana watu wanatuwekea bid'a bana msikitini. Simefahamu? Lakini shuruti ni zipi? Na ndio watu wanatakana wasome. Mimi wallahi mtu kwa asome dini akisha kwamba dini yake kama kwamba kaikabidhisha kwa mtu, wallahi anaiharibu dini yake. Yaani wewe ukawa dini yako unaikabidhisha kwa mtu kwamba kwa sababu shekhi fulani msimamo wake ni huu, kwamba na sisi kwa msimamo wetu ni huu. Haliko hivyo jambo hilo. Haliko hivyo. Na kwa pengine msimamo wake kama atakaa hoja anashindwa. Simefahamu? Manake mwanzo mtu kaja na hoja na yani akasimamia, akimwisho asema mimi ninavyoona kwamba ni haramu.
sababu tayari kashaziangalia dalili za wanachuoni wengine, akwali za wanachuoni wengine. Sasa unakuta hata uzungumzaji wa mwanzo na uzungumzaji wa pili unatofautiana kwa sababu dalili zipo, na mtu aweza kaingia katika jambo hilo akaweza kushinda kihoja, isipokuwa itabakia ni jambo ambalo mukhtalafun fihi inda ulamai, ni jambo ambalo wanachuoni wamefanini wametofautiana mbele ya wanachuoni. Sasa ikiwa wewe msimamo wako taswiri nini ile moving camera ni haram, tunazungumzia moving camera, sio kwamba piga picha pa simefahamu watu wanakwenda matembezi kisha pigwa mapicha. Mfahamu tofauti ambayo tunakusudia sisi na kusudia ile moving camera. Wanachuoni wanachukuliwa katika upande wa faida, jambo ambalo hakuna tatizo, simefahamu. Yaani kwa wanachuoni ambao wanachukuliwa kwa wao wanasema kwamba jambo ambalo jaiz ni katika vyombo vya kufikisha faida mbali, simefahamu. Na ulimwengu huu unaweza kumsikia alimu fulani lakini umjui, lakini kwa kupitia kumsikiliza direct ukamuona unasema kumbe huyu ndio mwanachuoni fulani. Hata siku unakutana naye Saudia unamjua kwamba kumbe ni shekhe fulani huyu, simefahamu. Na mimi nawapa tanbihi wale ambao waliojekea kwamba wao haifai moving camera, na kwenye simu zao wajitahidi usikuweko kitu cha moving camera, pasikuweko zile picha ambazo zilichukuliwa za moving camera. Futa kila kitu, simefahamu, futa, kwa sababu msimamo bana utakana uwe dhahiri yako na siri yako, kwa sababu wewe umesimamia jambo ambalo siku ya kiyama ukienda kusimamishwa kwamba ile jambo mfanye unakwenda kusema kwamba mimi kweli hili nilikuwa nikilizungumza na kweli ni haram, halifai, na katika hali kama hii. Sasa vipi unasemaje kuhusiana na hadithi inna shadda an-nas yawm al-qiyamah al-musawwirun? Simefahamu kwamba watu ambao watakokuwa na adhabu kali ni wale ambao al-musawwirun, ndio al-musawwirun, kwa maana akipiga picha papo wakitoa foto na wakichonga vile vinyago, hao ndio al-musawwirun. Na ndio maana Sheikh Ibn Uthaymeen anasema kwamba ile picha kuchukuliwa ya moving camera, yani kwamba si haingii katika al-musawwirun, ana maelezo mengi sana. Sasa tusiwakufurishe wanachuoni wala tusione baadhi ya wanachuoni ambao wanachukuliwa kwa moving camera wakasema hawa bana mutasahiluna, wengine wakawaingiza katika uhizbia. Sio hivyo. Na dawa salafia haijengwa katika misingi, dawa salafia imejengwa kwa misingi ya kusoma, fuatilia, akesha baada ya kufuatilia kaa katika hoja kwamba kwa hili mimi msimamo wangu utakuwa ni huu, na kwa hili mimi msimamo wangu utakuwa ni huu. Dawa salafia inajengeka kwa misingi ya hoja na elimu.